Ni kipi ni bora kati ya kutumia ugali ama kutumia wali mweupe? Kumekuwa na mjadala. Baadhi wanasema ugali ni bora kuliko wali mweupe, wengine wanasema kwamba wali mweupe ni bora, wengine wanasema kwamba vyote ni havifai. Na hawa watu ambao wanasema kwamba vyote havifai, wengi wanasema kwamba hivi vyote vina wanga mbaya na havifai kwa ajili ya afya ya mwanadamu. Ni kweli si kweli? Naomba tuende sambamba mwanzo mpaka mwisho video hii ili uweze kupata uelewa wa kina juu ya vyakula hivi viwili kati ya wali mweupe na ugali wa dona. Kipi ambacho unaweza kukitumia ama vyote havifai? Vyote haya mambo tunaweza kuangazia katika video hii. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni kipi ambacho ni bora kati ya ugali wa dona na wali mweupe. Kipi unaweza ukatumia? Labda tukiufupi kwamba tuviangazie kwanza vyakula vyote viwili, kila kimoja kiwango cha virutubisho vilivyopo. Tuanze kwa kuangalia habari za ugali wa dona. Ugali wa dona ifahamike tu kwamba ni ugali ambao unatokana na unga wa mahindi ambao haujakobolewa. Katika tafasiri hiyo, ugali ule umesheheni makapi mlo au nyuzi lishe ambayo kwa Kiingereza kwamba ni fiber. Lakini cha pili, fahamu kwamba kwa kuwa hakuna kilichotolewa kwenye mahindi, ugali wa dona una protini na mafuta yaliyo bora. Hicho ni kitu ambacho fahamu. Maana wengi wanaamini kwamba tu maharage na jamii ya mikunde ndio ambazo zina protein, lakini nafaka pia ambazo hazijakobolewa zina protein, japo kiwango chake hakifikii jamii ya mikunde. Kwa hiyo fahamu kwamba hata kwenye upande wa mahindi kuna protein, lakini pia wakati huo pia kuna mafuta. Cha tatu ambacho kufahamu kwamba ugali wa dona ama mahindi ambayo hayajakobolewa yamesheheni madini na vitamini. Vitamini kama vitamini A, vitamini C, kuna vitamini K na vitamini B, zile B1, B2, B3 zote zimesheheni, bila kusahau vitamini B9 ambayo tunaita kwamba ni folate, ipo sana kwenye mahindi. Kwa upande wa madini, mahindi yamesheheni madini mbalimbali, hasa madini ya potassium na madini ya chuma. Kingine ambacho kipo kwenye swala mahindi ni habari za kemikali ambazo ni kwamba ni antioxidant au phytochemicals. Phytochemicals hizi ni kemikali ambazo zina nguvu tiba na zinasaidia katika kukinga mwili dhidi ya magonjwa, na zimekuwa kusaidia katika kuzuia mchakato mbalimbali, hasa masuala ya inflammation ambazo zinatokea kwenye miili yetu sisi binadamu. Na antioxidant hizi zipo za aina tofauti hizi kemikali, na kwa upande wa ugali pia zimesheheni hizo antioxidant. Kwa kiufupi, kwa upande wa ugali wa dona umesheheni hivi virutubisho vyote. Uwepo wa virutubisho hivi vinaufanya ugali wa dona kuwa na faida zifuatazo. Moja, kuonekana kwamba ugali wa dona unasaidia katika kujenga afya ya moyo na mishipa ya damu, kwani uwepo wa nyuzi lishe inasaidia katika kukontrol kiwango cha mafuta, hasa mafuta ya lehemu ambayo kwamba ni cholesterol. Wakati huo madini ya potassium ni muhimu sana katika kukontrol kiwango cha pressure kwenye damu, bila kusahau habari za vitamini C, vitamini K, vitamini A, vyote vinasaidia, na madini mengine yanasaidia katika afya ya moyo na mishipa yake ya damu. Kwa hiyo hii ni faida ya kwanza ambayo nataka uifahamu. Na kwa kuwa inasaidia katika afya ya moyo na mishipa ya damu, ugali wa dona unasaidia hasa kumkinga mwanaume juu ya hatari kupata changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu dona hili linasaidia kwenye afya ya moyo na mishipa ya damu, ambayo mara nyingi ndio mzizi mkubwa wa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Lakini fahamu kwamba ugali wa dona unasaidia pia kwenye kuongeza damu kwa sababu ya uwepo madini ya chuma. Ugali wa dona huu una madini ya chuma lakini na vitamini C ambayo kwa pamoja vinaongeza ongezeko la madini ya chuma kwenye damu, na hivyo kusolve tatizo la anemia, hasa kwa hao watu ambao wanakuwa na changamoto ya upungufu wa damu. Kwa maana kwamba ugali wa dona unaweza kuwa ni sehemu ya chakula kwa mtu yeyote ambaye anahangaika na changamoto ya upungufu wa damu. Lakini cha tatu cha kufahamu kwamba hapa ugali wa dona ni mzuri sana sasa kwa wagonjwa ambao wana shida ya acid reflux, vidonda vya tumbo na tatizo la ukosefu wa choo, bila kusahau na tatizo la tumbo kujaa gesi. Ifahamike tu kwamba mahindi hayana protein, haina gluten, ambapo kwa wale wengi na huwa nasababisha nchi za
ukosefu wa choo na kusababisha ishu nyingine za mmeng'enyo. Kwa hiyo tunasema kwamba mahindi ni gluten free grains, na hiyo kuifanya dona kuweza kuwa na manufaa makubwa sana kwa wagonjwa ambao nimeweza kutaja, kwa watu wenye acid reflux, vidonda vya tumbo na masuala ya constipation. Bila kusahau kwamba dona au ugali wa dona huu, wengi wamesema kwamba huwa hawali dona kwa sababu inaongeza uzito. Kiufupi, dona haliongezi uzito, labda sembe ndio inasababisha watu kuweza kuongeza uzito. Uwepo wa nyuzi lishe zinasaidia kwa masuala ya weight loss. Kama mtu anadhani, kwa mtu ambaye anajaribu kupitia anaweza kawa anaelewa ninachokisema. Kwa hiyo katika tafasirio, ugali wa dona ni mzuri sana na unasaidia watu kupata unasaidia kuwakinga watu kupata matatizo ya unene kupindukia na vitambi. Na ndio maana watu wa vijijini ambao hawali ugali wa sembe unakuta wako tu vizuri. Ni kwa sababu pia kwenye swala milo yao wanakula ugali wa dona, ndio unakuta wengi hawana vitambi. Japo wengi ukiwaambia kwa nini vijijini hawana vitambi, watakwambia ni kwa sababu vijijini wanaenda shamba sana. Kitu ambacho katika kuelezea kitendawili kwa nini watu wengi vijijini hawana unene, hilo ni kipande kadogo tu kwenye kuelezea hilo, lakini kwenda shamba tu peke yake haitoshi, ila ulaji wa vyakula kama ugali wa dona ambavyo haviongezi ongezeko la mafuta sana mwilini, ni pia navyo vinasaidia kuelezea kwa nini kule wengi hawana unene kupindukia. Na mwisho ni habari za ugali wa dona unasaidia kwenye kucontrol kupanda kwa sukari. Sembe inasababisha kupanda kwa sukari sana, wakati ugali wa dona unasaidia kwenye kucontrol kiwango cha sukari, na hivyo ugali wa dona kuufanya wenyewe kuweza kuwa sehemu ya ulaji wa mgonjwa wa kisukari. Mahindi kwa maana kwamba ni mazuri sana kama hajakobolewa kuwa sehemu ya ulaji wa mgonjwa wa kisukari, kwa maana kwamba ugali wa dona pia unatusaidia kutukinga na changamoto hizo, na ndio maana hata wakati mwingine vijijini kiwango cha ugonjwa wa kisukari ni kidogo sana. Hii nayo pia inaweza kusaidia pia kuelezea. Hii ni kwa upande wa dona. Kuna wali mweupe ambao sasa pia ndio kipengele kingine ambacho wengi wanadhani kwamba sasa wanajifikiria sasa wali mweupe ni wengi wanasema ni mbaya. Sasa je, ni mbaya au ni mzuri? Tuangazie na virutubisho vyake. Kwa kuwa wali huu umeshakobolewa, ni kwamba ni hauna nyuzi lishe, ni tofauti na ugali wa dona. Lakini cha pili, wali mweupe hauna madini wala vitamini. Kwa hiyo sio rahisi sana kukutana na vitamini C kwenye wali mweupe, sio rahisi sana kukutana na vitamini B kwenye wali mweupe, sio rahisi sana kukutana na vitamini K kwenye wali mweupe, sio rahisi kukutana na vitamini A kwenye wali mweupe. Kwa hiyo hauna madini wala vitamini. Kiwango cha protein kiwepo kwenye wali mweupe ni kidogo sana, tunasema negligible. Wakati mwingine tunasema kwamba hakuna protein kabisa ukilinganisha na habari za ugali wa dona. Katika tafasirio, hata hivi habari za antioxidant kwenye wali mweupe ni hakuna kabisa. Kwa hiyo katika mfumo wa kilishe wali mweupe hauna virutubisho, yaani kiufupi hauna virutubisho. Hapa kilichosheheni kwenye wali mweupe ni wanga aina ya starch, na hivyo kwa kuwa sasa inakuwa na kirutubisho kimoja ambacho ndio kinga ambacho ni aina ya ni wanga tu peke yake, wali huu hali hiyo inakifanya chakula hiki kiweze kuwa na hasara nyingi kuliko faida. Tungeweza kusema kwamba faida labda kwamba inaongeza nishati kwa sababu ile ni wanga italeta glucose mwilini, lakini hasara zake ni nyingi. Moja ikiwa ni habari ya kuongeza sukari kwa kasi, kwa maana kwamba wali mweupe ni ngumu sana kuwa sehemu ya chakula cha mgonjwa kama kisukari, na hata wali mweupe hauwezi kutukinga sisi na magonjwa kama ugonjwa wa kisukari. Lakini cha pili, wali mweupe huu kuweza kuutumia huwa unachochea magonjwa ya moyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ukifahamu. Lakini cha tatu ni kwamba kwa kuwa huwa unaathiri masuala ya moyo na mshipa damu, basi fahamu kwamba inakuja kuathiri hata nguvu za kiume kwa upande wa mwanaume. Na mwisho kwamba fahamu kwamba wali mweupe kwa kuwa hauna nyuzi lishe unahusiana na masuala ya ukosefu wa choo. Kwani kwa tafasiri nyingine ni kwamba wali mweupe unahusiana na magonjwa mengi. Lakini kuna maswali kadhaa ambayo yanaweza kaibuka hapa. Moja ikiwa ni kwamba wali mweupe haujaanza kuliwa jana wala juzi, kwa maana tumekuwa tukiutumia miaka mingi sana na kulikuwa hakuna mlipuko wa magonjwa haya. Kwa mfano, China ni moja nchi ambayo imekuwa ikiongoza kwa ulaji wa wali mweupe, na kwa maana kwamba, lakini kujaribu kuangalia hata miaka hiyo ya nyuma, miaka ya 70, miaka 80, licha ya matumizi yao makubwa sana ya wali mweupe, bado hata magonjwa haya sugu kwao ilikuwa bado kiwango kilikuwa ni kidogo sana. Kwa nini watu walikuwa wanatumia wali mweupe lakini bado magonjwa haya sugu ilikuwa ni kidogo sana? Kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza kusaidia kuelezea. Moja, kujaribu kuangalia watu wale walikuwa
Kwanza kwenye mapishi yao huwa mara nyingi hawatumiagi mafuta. Ukijaribu kuangalia wali mweupe huwa unaongezewa kitu kingine kama mafuta. Kuna watu ambao wanajua kuweka mafuta kwenye wali. Kama ni nazi, mtu anaweka tui la nazi ya kutosha, ambayo pia na yeye pia imejisheheni mafuta. Kwa ambacho ni changamoto, kwa mnakuwa umeingiza wanga kwa wingi, na pia unakuwa umeongeza mafuta kwa wingi. Lakini kitu kingine, kwa kipindi cha nyuma tumekuwa tukizoea kula wali pamoja na maharage. Maharage yana kitu kimoja, sifa moja ambayo tunataka kwamba ni secondary effect. Kwa hiyo ambayo ni uwezo wa kuzuia baadhi ya vyakula sukari yake kuweza kufyonza kuelekea mwilini. Maharage na nguvu hiyo na secondary effect. Kwa kuwa mara nyingi wazee wetu wamekuwa kutumia wali pamoja na maharage. Na ukijaribu kuangalia hata mapishi ya zamani kwa walio wengi, hata wazazi wetu wengi wamekuwa wakipika tu wali mchemsho pasipo kutumia hata mafuta ya aina yote. Tofauti na kwa dakika sasa ambao nakuta mtu wali ameweka mafuta ya kutosha, kama ni alizeti ama mafuta yote ya kolia, au mwingine anaweza kaweka tui la nazi la kutosha. Na wakati huo wengi hatupendi kula wali na maharage. Unakuta mtu amekula wali pamoja na nyama, ambayo nyama imesheheni protein na mafuta kwa wingi sana. In the end, mwisho wa siku mtu huyu anajikuta kama amepata wanga nyingi, amepata mafuta mengi na protein nyingi sana, ambayo mwisho wa siku inakuja kumfanya vibaya. Kwa hiyo hapa kwenye swala la wali mweupe, ambacho naweza kusema kwamba kinachokuja kumtetea mtu hapa kwenye swala la wali mweupe ni namna unavyopika wali huo na unakula na chakula kipi kingine, ile itaamua kwamba wali kwako uwe salama ama usiweze kuwa salama. Kwa tafasiri hiyo, tukivilinganisha vyakula hivi viwili, ugali wa dona na wali mweupe, jibu limenyoka moja kwa moja kwamba ugali wa dona ni bora sana kuliko wali mweupe katika mfumo wa virutubisho na katika mfumo wa faida. Kwa maana kwamba dona ina virutubisho vingi na ina faida nyingi kuliko wali mweupe. Wali mweupe na virutubisho vichache na una faida chache, una hasara nyingi sana. Ila ikitokea kwamba unataka kutumia wali mweupe, ninashauri, kwa sababu ni chakula ambacho tunakipenda sana, hakikisha unatumia wali maharage. Kwa maana kwamba unapotumia wali mweupe hakikisha unaula pamoja na vyakula jamii ya mikunde, bila kusahau kuweka habari za mboga za majani, na jitahidi kupunguza kiwango cha mafuta ama kutokuweka mafuta kwenye wali ule mweupe pindi unapokuwa unauandaa. Hiyo ndio namna sahihi ambayo unaweza kutumia ule wali mweupe na kuweza kujikinga na changamoto ambazo zingeweza kutokana na huu wali mweupe. Nadhani utakuwa umejifunza jambo hapa, na kama hujajifunza basi isikize tena video hii. Nadhani lazima utaelewa ninachokiwa na ambacho nakimaanisha. Ni kushukuru tu wewe kwa kutazama video hii. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, namba kitaaluma nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.